Karibu sana. Leo, hebu tuzame moja kwa moja kwenye kiini hasa cha kutengeneza pesa kupitia kilimo cha ndizi. Yaani, uhusiano kati ya mmea wako na maji. Hatutaiongelea tu kama sayansi, bali kama mkakati wako wa kugeuza shamba kuwa chanzo cha faida kubwa. Hebu nikuulize swali la msingi kabisa. Ikiwa shamba lako la ndizi linasubiri mvua inyeshe ndipo lipate maji, wewe sio mkulima mwekezaji, wewe ni mchezaji kamari. Na hapa hatuongelei kubeti buku. Unaweka dau, mtaji wako wote, jasho lako lote, na mustakabali wa familia yako. Sasa, hebu tuelewe hili jambo la msingi. Huo mgomba unauona shambani, kimsingi ni maji yaliyosimama. Zaidi ya 90% ya mmea wenyewe ni maji. Hii ina maana gani? Ina maana maji siyo starehe au chaguo, ni swala la uhai au kifo cha biashara yako nzima. Ni simple hivyo. Okay, sasa hebu tuiweke hii kamali ya kungoja mvua kwenye mizani. Tuangalie hasara halisi, ile inayouma mfukoni moja kwa moja, pale unapokabidhi hatima ya uwekezaji wako kwenye bahati nasibu ya hali ya hewa. Itazame hii namba kwa makini sana. Kilo 50. Huu ndio uzito wa mkungu mmoja unaweza kuupata. Mkungu wenye afya, uliopata maji na lishe kwa usahihi na kwa wakati. Hii ndiyo faida inayokungoja. Alafu sasa, hii ndiyo hali halisi ya kutisha. Kilo 15. Huu ndio uzito wa ule mkungu baada ya kukosa maji kwa muda mfupi tu. Hii tofauti unayoiona sio tu namba, ni pesa yako halisi ikipotea. Na hapa ndipo ukweli unaochoma ulipo. Hatuongelei miezi mitatu ya kiangazi. Hapana. Tunaongelea wiki 2 tu. Yaani siku 14 tu za mmea kuwa na kiu zinatosha kufuta kabisa zaidi ya 70% ya uzito wa mkungu wako. Hiyo ni hasara ya milioni kisa tu ulingoja mawingu. Sasa, inatosha kuwa muathirika wa hali ya hewa. Ni wakati wa wewe kuwa mtawala wa shamba lako. Na kwenye vita hii, silaha yako kuu, silaha ya kimkakati, ni umwagiliaji wa matone au drip irrigation. Hivi ndivyo udhibitishi unavyoonekana. Kila tone la maji linaenda pale linapotakiwa, kwa wakati unaotaka, moja kwa moja kwenye mizizi. Hakuna kupoteza maji, hakuna kubahatisha. Huu ni usahihi. Ni wewe unayeliamrisha shamba, sio mawingu. Lakini nguvu halisi ya drip haiko tu kwenye maji. Iko hapa kwenye neno hili, fertigation. Yaani ni teknolojia ya kulisha mmea wako mbolea iliyoyeyushwa kwenye yale maji ya umwagiliaji. Fikiria ni kama unampa mgonjwa drip hospitali. Virutubisho vinaingia moja kwa moja kwenye mfumo wake. Ndicho unachoufanyia mmea. Na matokeo yake ni haya hapa. Ufanisi wa mbolea unaongezeka kwa zaidi ya 40%. Inamaanisha unaacha kupoteza pesa kwa kurusha mbolea ovyo, unaokoa gharama na mmea wako unapata lishe kwa haraka na kukua kwa kasi ya ajabu. Okay, tumeona sayansi yake. Sasa tuongee lugha ambayo kila mwekezaji anaielewa. Faida kwenye uwekezaji, yani return on investment. Wacha namba zenyewe ziongee na zikuonyeshe jinsi hii teknolojia inavyojilipa tena kwa haraka sana. Hebu angalia hapa. Jibu liko wazi. Unapotumia mifereji, unapoteza karibu nusu ya maji yako. Lakini kwa kutumia mfumo wa matone, unafikisha hadi 95% ya maji pale yanapohitajika. Katika dunia ya leo yenye changamoto ya maji, kutumia drip sio anasa, ni akili ya kibiashara. Na ule ufanisi wa maji unaleta matokeo haya. Tofauti ya mavuno ni kama usiku na mchana. Yaani, unaweza kuruka kutoka mavuno ya tani 7 hadi 15 kwa hekari na kufika zaidi ya tani 35. Hii ndiyo tofauti kati ya kulima ili uishi na kulima ili uwe tajiri. Na nukuu hii hapa inafunga mjadala wote. Fikiria kwa makini. Uwekezaji unaofanya leo unajilipia wenyewe na unakupatia faida juu ndani ya msimu mmoja tu. Huu sio gharama, huu ni uwekezaji wenye faida ya uhakika na ya haraka mno. Sawa, nadhani ushahidi uko wazi. Namba zimeongea, teknolojia ipo, lakini maarifa bila vitendo ni bure. Swali sasa ni, unawezaje kuchukua haya yote na kuyafanya yawe halisi shambani kwako? Unaanzia wapi?
Sayansi ya umwagiliaji na fertigation inahitaji usahihi, huwezi kubahatisha. Na ndiyo maana tumeandaa mwongozo huu kamili. Kitabu cha Kilimo cha Ndizi Tanzania sio tu nadharia, hii ni ramani yako ya kivitendo. Kina kila kitu unachohitaji, ikiwemo ratiba kamili za maji na mbolea. Na ili kukurahisishia wewe kuchukua hatua, tumeweka ofa maalum. Badala ya kulipa bei yake halisi ya shilingi 95,000, leo unaweza kupata nakala yako ya kidijitali kwa shilingi 29,000 tu. Ni uwekezaji mdogo sana kwa maarifa yatakayokuzalishia mamilioni. Na mchakato wa kuipata ni rahisi mno. Unaweza kuwa nayo kwenye simu au kompyuta yako ndani ya dakika chache zijazo na ukaanza kubadilisha shamba lako leo. Sasa kwa wewe ambaye uko tayari kuchukua hatua ni rahisi sana. Lipia shilingi 29,000 kupitia M-Pesa. Namba ni, sikiliza kwa makini, 0763 071 007. Narudia, 0763 071 007. Jina litatokea Daudi Mwakalinga. Ukishalipia, tuma uthibitisho wa malipo kwenye WhatsApp ya namba hiyo hiyo na utatumiwa nakala yako ya PDF papo hapo. Na sikiliza, tuko serious na tunachokupa, ndio maana tunatoa dhamana hii. Ukisoma kitabu hiki na uhisi hujajifunza kitu chochote kipya cha kimkakati, tuambie, tunakurudishia fedha yako yote bila kuuliza swali. Kwa sababu sisi hatuuzi kurasa, tunauza matokeo halisi shambani. Basi, na kuacha na swali hili la kujiuliza. Kuwa mkweli na wewe mwenyewe. Ikiwa mvua itakata kwa wiki 4 zijazo kuanzia leo, je, shamba lako liko salama? Au utajiunga na kundi la wanaolalamika na kupoteza mitaji yao? Jibu la hili swali ndilo linaamua kama wewe ni mwekezaji wa kweli au bado ni mchezaji kamari. Chaguo ni lako.